Wachawi wanaweza kutumikisha mtu kwa kuiba nyota yake au nafsi. Na tunaposema nafsi, tunaongea juu ya uhalisia wa maisha ya mtu. Nafsi ni kitu ambacho kimeletwa ndani ya mwanadamu. Maandiko yanasema Mungu alimpa mtu binadamu, Mungu akaleta pumzi ya uhai, akapuliza puani, binadamu akawa nafsi hai. Maana nafsi ni kitu kilicholetwa. Sasa shetani alichofanya, aliharibu ile nafsi, akaweka pumzi ya mauti kwenye maisha ya mtu. Kwa hiyo kila alichokusudiwa kumiliki hakuweza tena kumiliki, kwa sababu ulimwengu wa roho umechafua ile nafsi ya uhai. Kinachopigwa sio mwili, sio kitu kingine, ni mtu wa ndani. Sasa nafsi yako ikitekwa, uwe na uhakika na akili imetekwa. Hebu sema akili imetekwa. Nafsi iko kwenye akili na akili iko kwenye nafsi. Kwa hiyo nafsi ikitekwa na akili imefanyaje jamani? Imetekwa. Kwa hiyo unaposhughulikia nafsi, uelewe kabisa unashughulikia eneo la ufahamu wako. Maana ufahamu ukitekwa, hauwezi kufanya chochote kile. Ndio maana mtu akitekwa fahamu, anasahau watoto, anasahau mke, haangalii, anakuwa ni mtu wa hasira. Nafsi ikitekwa, mtu hakumbuki tena maendeleo. Kuna watu tunawalaumu kwenye familia tulizotoka. Kuna watu tunawalaumu kwamba mbona wanalewa, mbona hawaendelei, mbona wapige hatua, lakini unawalaumu bure. Lakini kwenye ulimwengu wa roho, huyu mtu ameshatekwa, nafsi yake inatumikishwa mahali. Na nataka nikwambie katika ibada ya leo, tutakapoenda kuingia kwenye maombi, sio wewe tu, hata ulikotoka. Kama nafsi ya mume wako imefungwa mahali, lazima tukamfungue. Kama nafsi ya mtoto wako imefungwa mahali, lazima tukamfungue. Kama nafsi ya kakako imefungwa mahali, lazima tukafungue. Kama nafsi ya mamako imefungwa mahali, lazima tukafungue. Na tukishawafungua, unashangaa wanapata fahamu, wanaanza kupiga hatua, wanaanza kuwa watu waelewa, wanaanza kujenga, wanaanza kuolewa. Natamka kinabii kwenye madhabahu, nafsi za watu zilizofungwa lazima zikafunguliwe. Mtu mmoja aseme amen. Sema nafsi ya kwetu, nafsi ya familia, nafsi yangu mimi lazima iachiliwe. Hebu mguse mwenzako, mwambie nafsi ikitekwa na akili imetekwa. Maana utakuta mtu ana akili kabisa, ni mtu mwenye ufahamu, ni mtu mzuri kabisa, lakini tafuta anachofanya, hakuna anachofanya, utamlaumu. Okay, mtu anaweza akafungiwa kwenye ulevi, mtu anaweza akafungiwa asipata hata kumbukumbu za kuendesha maisha, ukabaki unamlaumu. Lakini tatizo ni kwamba shida iko kwenye ulimwengu wa roho. Ukimfungua kwenye ulimwengu wa roho, huyo mtu uliyemkatia tamaa anaweza kuinuka akawa mtu wa tofauti. Hivyo nataka nikutangazie, usikatie kwenu tamaa. Hata kama kwa sasa wanaonekana wapo, nataka nitamke nyota ya mtu itaachiliwa na nafsi ya mtu itaachiliwa, watarudi kuwa bora. Sema basi amina kama unanielewa. Mwambie mwenzako, nitafungua ndugu zangu, nitafungua familia. Saidia kumgusa mwenzako, mwambie nafsi ikitekwa na akili imetekwa. Nafsi ikitekwa, hakuna mtu atakuona. Nafsi ikitekwa, hakuna utakachofanya kikafanikiwa. Nafsi ikitekwa, wewe mwenyewe unakuwa huna amani, kila saa ni majonzi, ni kulia tu. Kumbuka Mungu hajatuumba tulie, ametuumba tufurahie maisha. Nami nataka nirudishe kile kitu ambacho Mungu alikupangia kabla hujazaliwa, ili ukafurahie maisha. Kabla Yesu hajarudi kupiga parapanda, ufurahie maisha. Akipiga parapanda, tunyanyuke tuondoke pamoja naye mbinguni. Sema basi amina kama unanielewa. Mguse mwenzako, mwambie kabla Yesu hajapiga parapanda, furahia dunia kwanza. Hello, furahia dunia kwanza. Furahia hiyo nyumba, furahia ndoa. Kuna watu tangu umeolewa haujawahi kusikia raha ya ndoa ni nini. Kuna mtu tangu umeoa hujawahi kusikia raha ya ndoa ni nini. Unasikia tu kwa majirani, unasikia tu kwa watu. Wewe ni kilio kila siku, na unajiuliza shida ni nini? Mbona wakati tunaoana tulikuwa tunapendana? Tatizo liko wapi? Tatizo nafsi ya mtu imetekwa. Sema nafsi yangu iachiliwe. Guse basi mwenzangu, mwambie nafsi yangu iachiliwe. Nashangaa watoto wanasahau wazazi wao. Kijana anakusahau kama mama, binti anakusahau, mama anakusahau. Tatizo sio kitu kingine, ni wewe yule ambao ulikuwa unapendeza, alikwambia I love you, mlikuwa mnapanga mipango. Shida, adui ameteka nafsi. Lazima nafsi ya mtu iachiliwe. Sema nafsi ya mtu iachiliwe. Kwenye mabaya sitapita leo. Sema amen.
Sasa wachawi wanaweza wakateka nafsi ya mtu, au nyota, tunasema nyota ya mtu au neema ya mtu ambaye amepangiwa tangu kuzaliwa. Moja, nafsi ya mtu inaweza kuibiwa. Wanaweza wakaiba hicho neema, wanaweza wakaiba nafsi ya mtu. Ndio maana mtu anaota kwenye ndoto anakimbizwa, analishwa vyakula, anaota anazini, anaota meno yanatoka. Na ukiota meno yanatoka, maana yake mamlaka yako, heshima yako, au adui anakwenda kinyume na majira yako, anakwenda kinyume na maendeleo yako. Kwa hiyo unashangaa kwenye ulimwengu wa roho, kuna vitu unakutana navyo ambavyo unashindwa kuelewa. Unaota unakaa na watu waliokufa, unaota uko baharini, unaota unafanya vitu ambavyo vya kushangaza. Kumbe wewe ndio huyo nafsi ambaye inafungwa. Kama unaota uko baharini, uko maeneo ya shuleni, uko chooni, uko kwenye msitu, maana yake ni wewe yule. Kwa hiyo ukija kunyanyuka, ni mwili tu unatembea, kuna nafsi nyingine imekaa ndani yako. Nataka niongee na mtu anayenisikiliza hapa. Hiyo nafsi iliyokaa ndani yako tunakwenda kuitoa, tunaita nafsi yako mahali ije na vitu vya baraka. Hebu sema, uzima wangu naenda kuokota kama almasi fulani hivi. Hivi una imani? Hebu sema, nafsi yangu nafsi ya uzima iliyotupwa ardhini, leo naokota. Mwambie mwenzako, mwambie uliwahi kuokota baraka njiani? Uliwahi kuokota pesa barabarani? Mwambie leo hivyo ndivyo itakavyokuwa, tunaokota uzima ardhini. Akasemaje? Amenikalisha mahali penye giza. Kama watu waliokufa zamani. Aliyekuwa anaongea ni Daudi. Bado Daudi hajafa, lakini anasema ninaishi, lakini mimi hapa nilipo nimeketishwa mahali pa giza. Halafu sina tofauti na watu ambao wameshakufa. Kama watu waliokufa zamani, ambaye haukumbuki. Maana yake kama hivi mtu akifa atakumbuka tena? Hana thamani tena, si ndivyo jamani? Hana thamani tena. Hata kama utamkumbuka, huwezi ukaongea naye, huwezi kukutana naye, huwezi kufanya chochote naye. Sasa kuna watu hapa kwenye ulimwengu wa roho, mko kwenye makaburi. Daudi anasema amenitupa, amenihesabu kama mfu. Nataka watu watatu ambao watakwenda kupokea uhai. Sio kama naongea na watu ambao na imani hapa. Nataka watu watatu ambao watakwenda kupokea uhai. Nafsi zao zitafunguliwa, alafu watashangilia kwa Bwana kwamba nimekuwa hai, afya imekuwa hai, kanisa limekuwa hai, hatua zangu zimekuwa hai, ndoa yangu imekuwa hai, uchumba wangu umekuwa hai. Kuna watu mnafanya biashara lakini zile biashara hazina uhai. Kuna watu mnafanya kazi lakini zile kazi hazina uhai. Kuna watu, usione watu wako kwenye maduka. Kuna watu wako kwenye maduka wanajutia kuwa na hizo kazi. Kuna watu wanafanya biashara lakini kwenye hizo biashara wanajuta kuwa kwenye hizo biashara, japo ukimwona wewe unasema na biashara. Kuna watu wanafuga lakini wanajutia hizo mifugo, japo ukiona unaona mifugo. Kwa nini? Havina uhai. Kuna watu mmezaa lakini unajuta kuzaa. Why? Kizazi chake hakina uhai. Familia yako haina uhai. Mume uliye naye hana uhai, japo ni mume. Mke uliye naye hana uhai, japo ni mke. Nyumba uliye naye haina uhai. Yaani kuna watu hapa, hata ukiwa nyumbani unachukia nyumba yako. Yaani unachukia, yaani kuna saa unasikia hasira kuwepo katika maeneo haya. Nini? Uhai haipo. Nataka watu watatu ambao wataondoka na uhai. Bado nataka watu watatu ambao wataondoka na uhai. Mume wake akiwa Kenya apokee uhai. Mume wake akiwa Dodoma apokee uhai. Mume wake akiwa Merani apokee uhai. Mume wake akiwa Mwanza apokee uhai. Watoto wako wakiwa shuleni wapokee uhai. Ardhi yako ipokee uhai. Ukifuga kuku wako apokee uhai. Banda la kuku likawe hai. Banda la mifugo likawe hai. Ardhi yako ikawe hai. Sijui kama naongea na watu watatu ambao ndani yao kuna waka moto, wanataka kupokea uhai. Piga kelele, sema napokea uhai wangu. Hebu mguse mtako, mwambie ukija kwenye ibada hii usikae kama mtu aliyekula mlenda. Na Mungu akupe macho ya kuona na masikio ya kusikia ili kwamba uweze kutoka.
Sema leo nitatoka. Haki ya Mungu, nasikia wachawi wanaanza kuumia. Nasikia ulikotoka ardhi inalia. Hata kama wamezika nafsi yako kwenye kaburi, hilo kaburi litapiga kelele. Hata kama wameweka nafsi yako kwenye matope, hiyo nafsi itapiga kelele. Hata kama wamepeleka nafsi yako kwa waganga, mganga atalia sasa hivi. Hata kama wameweka kwenye chupa, hiyo nafsi yako itapasua chupa leo. Mtu mmoja apige kelele, aseme nafsi yangu ya uhai ikaachiliwe. Sema basi amina. Amen. Sema amina. Amen. Sema amina. Hivyo umemaliza? Sema amina. Sema amina. Nafsi inaweza kupotoshwa, kuyeyushwa. Nafsi ya mtu inaweza kuunganishwa na wanyama. Ndio unashangaa unaota tembo, unaota nyoka, unaota unazina watu usiofahamu. Nafsi yako inaweza kuunganishwa na vitu fulani. Inaweza kuunganishwa na konokono. Ukashangaa maisha yako ni kutembea taratibu kama konokono. Kitu ulichotakiwa kufanya mwaka huu unaenda kufanya ukiwa na miaka 60. Sema nakataa kufanikiwa nikiwa na miaka 60. Aha, sema nakataa kufanikiwa nikiwa mzee. Sema nakataa nafsi yangu kuunganishwa na kobe, konokono. Wakati mwingine unaona konokono anatembea kwako, kobe nafsi. Kitu ulichotakiwa, yani ulitakiwa kuolewa ukiwa na miaka 30 au 25. Unaenda kuolewa ukiwa na miaka 45. Au ukiangalia kwenye mtandao ya kijamii utacheka. Unakuta msana akiwa na miaka 20, 21 anasema nataka mtu tajiri mwenye sifa kama hizi. Nataka mtu ambaye yuko hivi, msomi, mwenye mali. Hatokei. Anafikisha miaka 25. Anasema naomba mwanaume ambaye anaendana na mimi. Akija tu nitampokea saa yote, alete na mahari. Hamna anayetokea.